Tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mwezi huu ni mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu. Na jina lake ni Ramadhani. Na neno hili Ramadhani ni neno la lugha ya Kiarabu ambalo limechukuliwa na kutoholewa kutoka katika kitenzi ramidha, ambayo ramidha maana yake ni kitu kimeunguza kingine kikamalizika kabisa. Yani kama vile moto unavyounguza kuni ikaisha kabisa ikabaki majivu, au kama vile moto unavyounguza nyumba ikaisha kabisa, kitendo kile kinaitwa ar-ramdhu. Ndiyo hiyo ikaenda ikafika mpaka katika swigha ama structure ya neno Ramadhan, ambayo maana yake ni moto wenye kuunguza sana kuliko moto wa gesi, kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa kuchoma madhambi, ni mwezi wa kuchoma maasi. Hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema katika hadithi yake kwamba atakum Ramadhanu shaharum mubaraka, au katika mapokezi mengine atakum Ramadhanu shaharu baraka, kwamba umekujieni mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa kuyachoma madhambi na maasi. Kisha katika mwezi huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hadithi inaendelea, anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yakhshakumullahu fihi, katika mwezi huo Mwenyezi Mungu hukufunikeni, fayanzilu rahma, kisha huleta ama uteremsha rahma zake. Kisha katika mwezi huu anatuambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wayastajibu fihi dua, Mwenyezi Mungu katika mwezi huu wa Ramadhani anapokea dua. Kisha fayandhuru ila anfusikum min alkhairat, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huangalia, utizama katika nafsi zenu mambo yale ya khairi mnayofanya katika kushindana mambo ya khairi. Kwa hivyo ndani ya mwezi huu wa Ramadhani tunapata kujua ni mwezi wa kuchuma, ni mwezi wa kupata thawabu, ni mwezi wa kufanya sana ibada, lakini mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi wa kuyachoma madhambi na maasi. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, katika mwezi huu usikubali mwezi huu umalizike hali ya kuwa wewe umeondoka haujautumia mwezi wako huu vizuri. Yani mwezi huu wa Ramadhani umemalizika, wewe hujafaidika nao chochote, kwa sababu ndani ya mwezi huu jambo lolote lile la khairi utakalolifanya basi utalipwa mara 2 yake. Kama ilikuwa unalipwa thawabu 10, basi utalipwa mara 2 yake. Piga katika mwezi huu tunaambiwa kila sekunde, kila dakika basi unapata thawabu kwa kufanya jambo lolote la khairi. Kwa hivyo piga mahesabu mpaka mwezi huu unamalizika, utapata thawabu ngapi kwa kufanya mambo ya khairi. Kwa hivyo tuzidishe kufanya mambo ya khairi ili tuweze kusamehewa madhambi yetu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie somo zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tu ni miongoni mwa waja wake wanaosikiliza maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri.